Katika uzinduzi wa makao makuu ya kituo cha huduma za jadi pamoja na matambiko, watu mbalimbali wameshiriki hapa, lakini pia viongozi wa tiba asili, yani waganga wa tiba asili mbalimbali walishiriki hapa katika uzinduzi wa kituo hicho, lakini pia walipata muda wa kwenda polini kwa ajili ya kuchimba dawa na kuonyeshana aina mbalimbali za miti, lakini pia na namna inavyosaidia katika jamii, yani kutibu maradhi mbalimbali katika maisha yao. Kwa hiyo Dr. Riziki anakwenda kuzungumza baada ya tukio hilo. Asalamu alaykum Dr. Riziki. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za majukumu? Tunamshukuru Mungu salama kabisa. Na sisi tupo tunashukuru Mungu. Tumefikia tamati ya jambo letu. Hongereni sana. Asante sana, asante. Sawa. Mmefanikiwa kuzindua kituo kikuu cha huduma za jadi pamoja na matambiko Afrika Mashariki na Kati, na imani kabisa huenda hiki ndio kituo kikubwa Afrika Mashariki na Kati. Hakuna kingine. Hakuna kingine. Kwa uzoefu wangu wa kutembea kwenye nchi za Afrika Mashariki sijawahi kukutana na kitu kama hiki. Kwa hiyo nikaona kumbe ni nafasi ya kipekee sasa kuweza kuwepo kwa kitu kama hiki kwa faida ya Wanaafrika wote na waganga wote tulioko katika bara la Afrika. Okay. Naam. Hongereni sana. Imekuwaje mpaka mkapata wazo kama bwana tufanye uzinduzi wa kituo kikuu cha jadi pamoja na matambiko? Ni katika kumbukizi, yani kufanya uzinduzi ni kama kuweza kukitambulisha kituo hiki kwenye mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na duniani. Na ndio maana hata nyinyi waandishi wa habari mmeweza kupokea wito wetu na leo mko hapa. Lengo ni nini? Ni kuweza kukifikisha kituo hiki kwenye mataifa ya wenzetu, pia wajue kwamba tuna sehemu ya kuweza kuongea na mizimu yetu katika asili ya mababu. Naam. Hii ndo sehemu rasmi kabisa mtakuwa mnakuja hapa kuongea na mizimu ya babu zetu. Yani hapa ndo kituo rasmi kwa Afrika Mashariki ambacho kitakachotumika kuweza Mwafrika yoyote, yani mtu mweusi yoyote kutoka aliko katika taifa lake kuja kuongea na asili yake, kuongea na mababu zake, kuongea na mizimu yake. Na tumeamua tukiweke hiki kwa sababu Waafrika takribani 75% tumeshaasi mizimu. Kwa hiyo tukisema tuache hivi, mwisho wa siku tunaenda kupotea kabisa, kwa sababu tukishafikia kwenye 100% hakuna tena. Sasa kabla hatujafika kwenye ile 100% ndipo tukaona kwamba kuna kila sababu ya kuweza kuwa na kituo kama hiki, tutoke kwenye ile 75% tufike mpaka 0%. Naam. Labda unahisi nini ambacho kimepelekea baadhi ya watu kuasi mizimu yao? Kilichopelekea baadhi ya watu kuasi mizimu yao ni dini za kigeni na wakoloni. Yani dini za kikoloni ndo zilizotufanya leo Waafrika wengi kuweza kuasi mizimu yao na kuweza kulibukia mizimu ya watu, si kingine. Kwa hiyo dini zimechangia kwa kiasi kikubwa kuweza kushusha teknolojia ya mtu mweusi. Hiyo ni iko wazi kabisa, iko wazi kabisa. Na labda kabla ya kuzindua hiki kituo mlikuwa mnafanyia matambiko wapi? Maana kituo kimezinduliwa jana juzi. Kabla hatujazindua au kuanzishwa kwa kituo hiki, mara nyingi huwa tulikuwa tukifanya matambiko kwenye mapango, tulikuwa tukifanya matambiko kwenye mibuyu na kwenye vichaka. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kidogo kilituhuzunisha. Kama tunaweza kuungana na tukatengeneza kitu kikubwa kama hiki, kwa nini tushindwe? Kwa hiyo kilichotusukuma pia, miongoni mwa sababu zilizotusukuma kuweza kuwa na kituo cha namna hii ni ile adha ya kwenda kwenye mapango kwa ajili ya kuweza kufanya matambiko kuwakumbuka mababu kipindi hicho bila na desturi. Ndio kilichotufanya tukaweza kufanya hivi. Lakini mimi niseme wazi kwamba, kwa sababu mtu unaweza ukaja na swali kwamba mababu zenu walikuwa wakitambika kwenye mapango, why nyinyi mmetengeneza mfumo huu? Naomba nilijibie tu moja kwa moja, kwa sababu najua ni swali ambalo pengine wewe mwenyewe unalo au mtazamaji anaweza akawa nalo, kwamba kama mna lengo kweli la kuwaenzi wazee wenu, mbona walikuwa wanatambika kwenye mapango na nyinyi mna nyumba za kisasa? Ilikuwa kwenye mapango, kwenye mibuyu, lakini pia
kama kuna mito mikubwa ambayo labda ya kutisha hivi ndo walikuwa wanafanyia nani maombi yao huko kwenye upande wa mizimu. Sasa majibu ni kama ifuatavyo. Kumbuka karne hizo na karne hizi ni vitu viwili tofauti. Sawa? Vitu viwili tofauti kwa sababu gani? Uwezo wa mababu zetu wa kipindi hicho ilikuwa ni ngumu sana kuweza kutengeneza maudhui kama haya kulingana na aina ya maisha ambayo waliokuwa yakiishi. Sio, umeelewa? Kama alikuwa hawezi kupata hata nguo, anavaa ngozi au anavaa majani, unafikiri kungekuwa na uwezekano wa kutengeneza kitu kama hiki? Sasa tunachokifanya sisi, tumeandaa kituo kama hiki, lakini katika kituo hiki humu ndani tutapata mapango, humu ndani tutapata mibuyu, humu ndani tutapata mito, humu ndani. Ndio maana naambiwa kituo hiki mpaka sasa kimegharimu zaidi ya milioni 198.6. Mpaka ukamilikaji wake kinategemea kugharimu shilingi milioni 584.5 mpaka ukamilikaji wake. Kwa hiyo safari bado inaendelea ya ujenzi wa kituo hiki. Tafsiri yake, mibuyu itakuwepo hapa ndani, mapango yatakuwepo hapa ndani. Ndio maana unaona hata kuna milima hiyo, kuna wazee. Yani tunajaribu kuweza kuwaenzi maisha yale ambayo waliokuwa wakiishi zamani. Walikuwa wanadiliki hata kuweza kukaa na waijukuu, kuweza kuwahusia namna ambavyo mifumo ya maisha inaenda. Lakini ukienda pale kuna alama hiyo. Kuna babu, bibi na waijukuu. Umenielewa? Kitu ambacho kwa sasa hakipo. Ndio maana nikasema hiki kituo kitakuwa kina faida kubwa pia hata kwa wanafunzi wa mashuleni kutembelea eneo hili kujifunza ukuu wao ulianzia wapi. Ukuu wa Mwafrika ulianzia wapi. Kwa hiyo kitasaidia pia katika elimu. Nimeona mwitikio ni mkubwa sana. Baadhi ya watu wametoka mataifa mbalimbali wamefika hapa, lakini pia wameongozana na viongozi wao wa kimila kufika hapa kwa ajili ya kushiriki katika uzinduzi wa kituo hiki. Na niliona mlibahatika siku ya jana kufanya pale kafara. Watu mbalimbali walifika pale, walihudhuria pale, walishiriki kafara hizo, lakini pia mkafanikiwa kumchinja ng'ombe mweusi. Baada ya hapo mkachukua damu mkamwagia. Nimeona kuna mzimu huko pale umemwagiwa damu ile ya ng'ombe. Ile ilikuwa inamaanisha nini? Tulichokifanya jana ni matambiko. Matambiko kuweza ili kila mmoja aweze kutambikwa katika asili yake. Ndicho tulichokifanya jana. Kwa hiyo kitendo cha kuchinja ng'ombe mweusi na damu hiyo kuweza kumwagia ile alama ya mzimu pale ndani ni kiashirio kwamba tumekula chakula cha kiroho cha kimizimu na mizimu yetu. Kwa hiyo ng'ombe mweusi ni uashirio wa Mwafrika katika asili yake. Ng'ombe mweupe ni uashirio wa utakaso wa njia za ufunguzi. Kwa hiyo hapo jana tumeangusha ng'ombe mweusi, ishara kuu ya Uafrika, na kisha tukala chakula cha kiroho na alama mnayoiona pale ndani iliyomwagiwa maji. Maji hayo yalikuwa na mchanganyo wa dawa maalum pamoja na damu, kiashirio kwamba mzimu huo tumeutoarisha rasmi kwa ajili ya kuanza huduma za kusaidia watu weusi. Naam. Kuna maneno nilikuwa nasikia pale kwa baadhi ya watu ambao walikuja hapa kwenye tambiko baada ya nadhani mambo ya nyungu. Walizungumza kwamba bana, mimi sasa hivi umaskini basi. Hii na ukweli kiasi gani kwamba mtu akija kufanya tambiko hapa basi umaskini ndo umeondoka? Kwanza nikukumbushe kwamba utajiri wa kwanza wa binadamu ni afya, sio mali. Utajiri wa kwanza ni afya. Unapokuwa na afya nzuri, huo ni utajiri wa kwanza. Kwa hiyo kama ulisikia jana watu wanaopiga nyungu wenye machangamoto zao mbalimbali za kiuchumi pamoja na maradhi, tafsiri yake anamaanisha kwamba kufika kwake hapa na kupigwa nyungu zile pale, kama alikuwa ni mgonjwa, basi maradhi anayaacha kwenye ardhi hii toka kipindi ambapo jana amepiga nyungu zake. Maradhi yanabaki hapa. Maradhi yanabaki hapa. Na ndio maana kuna dawa ambayo tuliitengeneza jana hapo. Ile dawa sio ya mganga mmoja. Kila mganga aliyehudhuria hapo jana ameweka dawa zake kwenye lile josho, kwenye lile chungu. Na ikawekwa maji kwa ajili ya watu wote kuteka zile dawa kwenda kuoga. Tafsiri yake anakuwa ameoga dawa za waganga zaidi ya 10. Umenielewa? Isipomponya dawa hii ya mganga huyu itamponya dawa ya mganga yule. Sio, umenipata vizuri? Ndio maana mikono yote ya waganga
na maombi yote ya kimizimu yameingia kwenye zile nyungu, na ndio maana unaona mpaka saa hizi ile dawa pale imeisha. Kila mmoja ametamani kuondoka na hiyo dawa akaitumie. Niliona waganga wengi mliongozana siku ya jana mkaenda porini kwa ajili ya kuonyeshana ujuzi. Maana porini kuna miti mingi sana na kila mganga anajua huu mti unatibu kitu fulani. Kuna mganga mwingine hajui huo mti unatibu nini. Jana mlionyeshana uzoefu kule wa miti na namna unavyotibu. Na nini ambacho labda ulijifunza kule baada ya kuona miti mbalimbali labda wewe ulikuwa huijui? Kiukweli nimejifunza pakubwa sana. Hii ndo maana halisi ya Uafrika. Kupeana ujuzi, kugawana ujuzi. Sawa, kubadilishana ujuzi. Lengo la sisi kwenda jana porini kwenda kuchimba dawa na kupeana elimu ili kila mmoja achukue ujuzi wa mwenzake. Ndo lengo. Kwa hiyo tunapofikia hatua ya kubadilishana ujuzi kwa mfumo huo tulioutumia jana, inaweza ikachangia kwa kiasi kikubwa sana kumkuza Mwafrika, kumrudisha kwenye asili yake tena kwa haraka. Kwa sababu leo ninajua mti huu unatibu maradhi 10. Lakini baada ya kufika polini nimeenda kugundua kwamba kumbe yale maradhi, mti huu maradhi unayoyatibu mimi najua ni 10. Lakini kuna mganga anajua 5 ambavyo mimi sivijui. Kwa hiyo nitachukua tena utaalamu wake kupitia uwezo wake wa kutibu kwenye huo mti. Nitaongeza. Nilikuwa na ujuzi wa maradhi 10 yanayotibu kupitia mti huo, nitakuwa na 15. Umeona? Kwa hiyo kiufupi tumepata faida kubwa sana kule polini. Nafikiri unaona hata wewe baada ya waganga kuzungumzia tu mti fulani tukiwa pale, basi wageni waalikwa ambao walijumuika na sisi kule walitamani kila mmoja anakata tawi, anakata gome, anachimba mzizi. Yaani walitamani kuondoka na mti yote. Umeona? Kwa faida tu walizozipata pale. Kwa hiyo kiukweli tumeelimika na tumefaidika sana. Jambo jema sana. Labda maadhimisho haya yatakuwa sasa sawa, mmeshafanya uzinduzi wa kituo. Labda sherehe hizi za kuja hapa kituoni kwa ajili ya kuendelea na huduma za jadi, matambiko, zitakuwa mara kwa mara watu wanakuja kutambika, ama mpaka viongozi nyinyi mtangaze kwamba siku fulani, tarehe fulani, mwezi fulani ndio kutakuwa kuna huduma hizo za matambiko? Tunatamani sana kila mwaka tuwe na maazimisho kwa sababu tayari tumeshazindua. Kwa hiyo tunachokihitaji kwamba kila mwaka tuwe na maazimisho ya miaka kwa mfano saa hizi kituo toka kimeanza mpaka leo kina miaka 4, ila isipokuwa leo ndo tumekizindua. Kwa hiyo tunatamani sana kwa mwakani tuwe na tuwe na maazimisho ya miaka 5. Mwaka unaofuata tuwe na maazimisho ya miaka 6. Lengo ni nini? Kituo kirahisi kufika duniani kwa haraka. Kuona kwamba Waafrika sasa kumbe wameamka na wamerudi kwenye asili yao. Kila mwaka wameshajiwekea utaratibu lazima wakale chakula cha kiroho na mizimu yao. Kwa hiyo hata wale mabwana wale wanaotuona sokwe mtu watatuheshimu. Kwa sababu walishatupa hilo kwamba binadamu wa kwanza ni sokwe, ametokana na sokwe. Sasa ni swali ambalo kila siku mimi najiuliza, kuna masokwe kule polini, kwa nini wanashindwa kubadilika kuwa watu? Lakini sisi ndo tunaambiwa tulitokana na hao. Ni jambo ambalo kidogo huaga najiuliza alafu majibu siyapati. Na kwa hiyo ukiwafuata wakoroni wanaweza wakakupasua kichwa. Wanakupasua kichwa. Kituo kimeshazinduliwa. Kuna wengine hawafahamu kituo kiko wapi na watafikaje kwa ajili ya kufanya matambiko, lakini pia wamtafute nani ili aweze kuwapa taratibu zote. Kituo kwanza makao yake makuu ni hapa nchini Tanzania, katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Chalinze, kata ya Kibindu, kijiji cha Kwa Msanja. Ndipo kituo kilipo hapa. Na kituo hiki sio lazima wamtafute Dr. Riziki Mkalimalela peke yake tu. Wanaweza wakaja kwa muongozo huu nilioutoa, wakafika hapa kwa sababu kuna uongozi, wakapokelewa na akafanya matambiko. Kwa hiyo mganga yoyote anaruhusika kuweza kuleta mgonjwa wake hapa au muhitaji wake kwa ajili ya usaidizi. Kwa hiyo sio lazima Dr. Riziki tu apigiwe simu, kwa sababu hiki kituo mimi ni muasisi tu. Sawa, ila wenyewe ni Waafrika, kwa sababu mimi leo nipo, kesho sipo. Tafsiri yake kama kitakuwa ni cha kwangu peke yangu, ina maana nikifa hapa panaota nyasi poli tena. Unaona? Sasa sitaki kiwe cha Dr. Riziki. Ni kituo cha Waafrika wote ulimwenguni. Naam, ni kituo cha watu weusi. Kwa kila mmoja ana uwezo wa kuweza kufika hapa na kufanya matambiko. Naam.
Shukrani sana kwa muda wako Dr. Riziki kuzungumza nasi baada ya tukio zima la uzinduzi wa kituo kikuu cha jadi pamoja na matambiko. Shukrani sana Dr. Riziki. Haya, asante sana na karibuni tena.